Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni baada ya shambulizi lililofanywa na Marekani katika vinu vya nyuklia vya Iran. China imetoa tamko zito ikisema kwamba inalaani tukio hilo lililofanywa na Marekani, lakini ikitaka Israel kusitisha mapigano mara moja. China imelaani vikali mashambulizi ya Marekani dhidi ya Iran na kulipua vituo vya nyuklia chini ya ulinzi wa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ambaye ameeleza hayo siku ya leo ya Jumapili. Msemaji huyo aliyasema hayo alipotakiwa kuzungumzia tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani ilifanya mashambulizi kwenye vituo vitatu vya nyuklia nchini Iran. Msemaji huyo amesema kwamba vitendo vilivyofanywa na Marekani vimekiuka sana madhumuni na kanuni za mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa na vimezidisha mivutano katika Mashariki ya Kati, msemaji huyo alisema. Hata hivyo, China inatoa wito kwa pande zote zinazohusika, hasa ikitaja Israel kufikia usitishaji mapigano haraka iwezekanavyo, kuhakikisha usalama unaimarika katika eneo la kanda ya Mashariki ya Kati. Ameeleza msemaji huyo. China iko tayari kufanya kazi na jumuiya ya kimataifa ili kuunganisha juhudi za pamoja na kuzingatia haki na kufanya kazi kwa ajili ya kurekebisha amani na utulivu katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, China imelaani vikali jambo hilo ikisema kwamba Marekani imefanya uonevu dhidi ya Iran ambayo inazalisha nyuklia kwa ajili ya matumizi ya kiraia, tofauti na kile ambacho kimeelezwa na Marekani, ambapo pia hata wakala wa nishati IAEA wamekuja kuthibitisha kwamba uzalishaji wa nyuklia wa nchini Iran ni kwa ajili ya matumizi ya kiraia na hakukuwa na mpango wa kuzalisha silaha za nyuklia za aina yoyote. China, miongoni mwa mataifa yenye uhusiano na Iran, yameumizwa na kitendo kilichofanywa na Marekani, huku ikitoa onyo kwamba jambo hili halipaswi kufumbiwa macho, huku ikitaka pia jambo hili lifanywe uchunguzi wa haraka sana, lakini pia kuwe na uhakikisho dhidi ya Iran kwamba inarutubisha uranium kama siku zote, ambapo haitakuwa na silaha hizo za nyuklia, kama ambavyo yenyewe imepinga mara kadhaa kwamba haina mpango wa kuwa na silaha za nyuklia. Mtazamaji wa The World News, kimsingi suala la Marekani kulipua vinu vya nyuklia vya Iran ni moja kati ya jambo ambalo limeushitua ulimwengu, huku viongozi wa mataifa makubwa ulimwenguni wakilani jambo hilo, lakini pia baadhi ya mataifa wakiona kama vile ni kile kilichofanywa na Marekani kuondoa mzizi wa fitna katika Mashariki ya Kati, kwa sababu Israel ilikuwa na hofu kwamba huenda Iran ingekuwa na mabomu ya nyuklia. Hata hivyo, taarifa iliyotolewa na Iran ni kwamba katika mashambulizi yaliyofanywa katika kinu cha nyuklia cha Fordo, makombora hayo hayakuweza kufanya lolote, walishaondoa rasilimali zilizokuwemo katika eneo hilo na kwamba makombora hayo yalibuka patupu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.